Tuchukue kipindi cha mwisho leo hii juu ya yale ambayo nimekuwa nikizungumzia kuhusu Mkristo ni nani. Mkristo ni nani? Tulipata kutaja kwamba Mkristo nambari moja ni yule ambaye dhambi zake zimesamehewa. Tukapata kusema pia kwamba Mkristo ni yule ambaye amemwamini na anazidi kumwamini Kristo. Tumepata kusema kwamba Mkristo ni yule anaonyesha ishara ama dalili ya maisha yaliyobadilika. Tukasema pia kwamba Mkristo ni yeye ambaye ni mwaminifu na anaweza kuaminika. Tukasema pia kwamba Mkristo namba 5 ni yule ambaye amejisalimisha katika maadhimisho ya Injili. Nafikiri tulisema hili kwamba Mkristo ni yule ambaye amejisalimisha kwa maadhimisho ya Injili, na maadhimisho ni mawili pekee. Adhimisho la kwanza ni ubatizo, adhimisho la pili ni meza ya Bwana. Jambo la 6 ambalo nataka tujadiliane kidogo leo, la 7 na la 8, zote kwa mapenzi ya Mungu tuseme asubuhi ya leo, ni kwamba Mkristo ni yule ambaye anajukumika, anawapenda Wakristo wenzake. Anawapenda na kujukumika kwa Wakristo wenzake. Katika hulka ya imani tulionayo na katika mjadala wa Injili, tuna mambo ambayo tunayaangalia haswa, na mambo ambayo Bwana wetu ametufunza tukaweze kuyaangalia katika yale maisha yanayodai Ukristo. Naweza nikasimama juu ya kilele cha mlima nikapiga kelele kubwa sana kwamba mimi ni Mkristo, lakini kuna miongoni mwa dalili, miongoni mwa ishara ambazo kama hazionekani, basi ni vyema kutilia shaka Ukristo unaotajwa katika maisha kama yale. Bwana wetu akiongea kwanza kabisa katika Injili ya Yohana 13 mstari wa 34 na 35, Bwana wetu ana maneno haya kusema, na ni muhimu sana. Injili ya Yohana mlango ule wa 13 34 na 35. Bwana anasema ya kwamba amri hii nawapatieni, amri hii nawapatieni, mukapendane mtu na mwenzake. Amri hii nawapatieni, mukapendane mtu na mwenzake. Sio pendekezo Bwana anatupatia. Mimi kumpenda Mkristo si jambo ambalo naamua kufanya, ni jambo ambalo nalazimika. Amri hii nawapatieni. Mtume Paulo anazungumza na anasema ya kwamba mapenzi ya Mungu yanatusukuma. Mapenzi ya Mungu yanatusukuma. Kwa nini yale mapenzi yanatusukuma, na kwa nini ni muhimu, na kwa nini ni lazima, na kwa nini yamekithiri katika mioyo yetu? Kitabu kile cha Warumi mlango wa 5 mstari wa 2 ukiendelea hadi wa 6 labda, utaona maandishi yanasema ya kwamba katika wokovu wetu tulipookolewa, kilichofanyika maishani mwetu ni kwamba yule Roho Mtakatifu alinyunyizwa kwa upendo katika roho zetu. Katika lugha ya Warumi anasema ya kwamba upendo wa Mungu umenyunyizwa ndani ya roho zetu kwa Roho Mtakatifu. Upendo. Yesu anasema ya kwamba yeye asiyempenda ndugu yake hamjui Mungu, anadumu katika mauti. Yeye asiye na upendo kwa ndugu yake hamjui Mungu na anadumu katika mauti. Amekufa ingawaje yu hai. Hana haki ya kujitaja kuwa ni Mkristo. Twarejea kwenye Yohana 13:34 na 35. Amri hii nawapatieni, mukapendane mtu na mwenzake jinsi mimi nalivyowapendeni. Sasa kuna mambo mawili katika mstari wa 34, sijashika 35,
taongelea baadaye kidogo. Kuna mambo mawili pale muhimu sana. Amri ya kwanza ni mupendane, si chaguo. Lakini hajatuacha Bwana Yesu tupendane tulivyochagua kupendana, tunavyohisi kupendana, tunavyotaka kupendana. Hajatuacha tuamue. Ametupatia taswira, picha, mfano, kigezo, rasimu ya mapenzi anayotaka yeye. Akasema amri hii nawapatieni, mupendane ninyi kwa ninyi. Kwa jinsi gani? Jinsi mimi nalivyowapenda. Sasa nikitaka kumpenda Sami, lazima niangalie Yesu amenipenda namna gani. Nikitaka kumtenda mema dada yangu Millicent, lazima niseme Yesu amenitenda mema namna gani. Nikitaka kujitolea kwa ndugu yetu Chris, lazima niseme na Yesu alijitolea kwangu kwa jinsi gani. Na hii ni tabia ya Kristo Bwana wetu. Anapozungumza kuhusu majukumu anayotupatia, mara nyingi anajiwakilisha yeye kuwa mfano. Yesu hujitoa mwenyewe kuwa mfano wa kile ambacho anadai tukawezi kukifanya. Alipokuwa akizungumza Bwana wetu juu ya maisha yake na wanafunzi, akiwaambia wanafunzi watumikiane mmoja kwa mwingine kwa upendo na mapenzi. Anataka wastahiane, anataka waheshimiane, anataka watumikiane. Anaanza kwa kuambia Marko mlango wa 10 mstari wa 41. Anasema watawala wa ulimwengu huu wanapenda kuwa majibwana, matajiri, mabosi juu ya wenzi wao. Alafu anawaambia haitakuwa hivyo katikati yenu. Manake yeye ambaye lazima awe kiongozi wenu, lazima awe mtumishi wa wote. Alafu 45 anajiinua yeye kama kigezo, anajiinua kama rasimu, anajiinua kama mfano. Anasema kama jinsi mwana wa Adamu alijitoa maisha yake kama fidia kwa sababu ya wengi. So hivi ndivyo anavyotufundisha. Kwa utumishi tutumike namna gani? Kama Yesu. Hapa katika habari ya upendo pia anatuambia mupendane jinsi mimi naliwapenda ninyi. Sasa itakuwa ya faida kwako, itakuwa bora kwako kujiuliza Yesu alipenda watu wake namna gani? Mapendo ya Yesu kwa watu wake ina sifa karibu 3-4. Napenda uandike chini kama unaweza. Mapendo ambayo tunaitwa sisi tukaweze kuigiza. Kwanza kabisa, pendo la Yesu kwa wenzake, kwa ndugu zake, ilikuwa pendo la kujitolea mhanga. Kujitolea mhanga ni pendo la kujitolea mhanga. Hiyo ndio aliyosema katika Marko 10:45. Kama mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, lakini alikuja yeye mwenyewe atumike kiasi cha kujitoa maisha yake kama fidia kwa watu wake. Sacrificial love. Sacrificial love. Mapendo yanayojitolea mahanga. Mapendo yanayojitolea mahanga. Yohana 15 mstari wa 13. Yohana 15 mstari wa 13. Upendo mkubwa wa namna hii hana mwingine. Upendo mkubwa wa namna hii hana mwingine, ili mtu atoe maisha yake kwa ajili ya rafiki zake. Upendo wa Yesu ni upendo wa namna gani? Ni upendo wa kujitolea mhanga. Tunaitwa kwa rasimu hiyo, tunaitwa kwenye mfano huo, tunaitwa kwenye kigezo hicho. Hatupendi wakati inatufaa, hatupendi wakati ni rahisi. Alama ya pili ya upendo wa Yesu Kristo alama ya pili ya upendo wa Yesu Kristo, upendo wa Yesu Kristo hauangalii
hitima tulionayo, qualification. It does not respect qualification. Upendo wa Yesu kwetu hauangalii, hauzingatii hitima. Haiangalii, je, tunastahili? Je, tunafaa? Warumi mlango wa 5 mstari wa 8. Warumi mlango wa 5 mstari wa 8. Hivi ndivyo Mungu anaonyesha upendo wake kwetu. Warumi 5:8. Hivi ndivyo Mungu alivyoonyesha upendo wake kwetu, kwamba tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo alitufia. Kristo hakusema, Millicent, jipanguse uje, Kevin, jitengeneze uje. Ati wewe fanya uwe msafi, ukishafaa, ukishastahili nitakupokea. Hakuangalia ile. Maanake ukweli, ndugu wapenzi, ni kwamba Mungu angeangalia hitima, Mungu angeangalia tunavyohitimu, hakuna mmoja wetu hapa ndani angeliokolewa. Hakuna. Pamoja na makosa yetu, Yesu alitupenda vile vile. Pamoja na madhaifu yetu, Bwana alitupenda vile vile. Mtume Paulo anatafakari jambo hili katika waraka wa kwanza kwa Timotheo. Waraka wa kwanza kwa Timotheo, mlango wa kwanza mstari wa 15. Waraka wa kwanza kwa Timotheo, mlango wa kwanza mstari wa 15, anasema kwamba hili ni jambo la kuaminika. Hili ni jambo la kuaminika na linafaa kukubalika na wote, kwamba Yesu Kristo alikuja duniani kuokoa wenye dhambi. Iko siku Bwana wetu Yesu amekaa na makahaba, amekaa na walevi, wamemzunguka, wanamuuliza maswali kuhusu habari ya ufalme wa mbinguni. Anawafundisha habari za ufalme wa mbinguni. Wale ndugu zetu wanafunzi wakashika hamaki, wakamwambia, Bwana, unafanyaje? Kwani hujui watu hawa ni makafiri, watu hawa ni walevi, watu hawa ni makahaba? Mafarisayo wakamwinukia kwa kumtukana, akamwambia, kama angekuwa nabii angelijua roho zao watu ni chafu. Angejua alipotoka huyu mama jana, angejua alipotoka huyu ndugu jana, angejua anayofanya huyu kila siku. Yesu anawageukia, anawambia, wagonjwa ndo wale wanaohitaji tabibu. Alafu anasema, Mwana wa Adamu hakuja kuita wenye haki kwenye toba, lakini amekuja kuita wenye dhambi katika toba. Upendo wa Yesu hauzingatii hitima. Mara nyingine kwetu sisi, na nimesema hii ndiyo kigezo, hii ndiyo rasimu tulioitiwa, na hii inaonyesha kwamba mimi ni Mkristo. Mara nyingi tunavutiwa na watu ambao tunaona wamestahili, wamehitimu. Mzee Patrick ananipigianga simu kila siku, yeye ndio rafiki yangu. Mama Millicent ananileteanga asali, huu ndiye dada yangu. Manake amehitimu kwa kitendo anachotenda. Lakini je, yule ambaye hafai, hana mavazi kama ulionayo, hana pesa kama ulizonazo, hana elimu kama ulionayo, je, waweza kumwonyesha upendo wa Yesu Kristo? Upendo wa Yesu hauzingatii hitima. Nimesema jambo la kwanza, upendo wa Yesu ni wa kujitolea mahanga. Jambo la pili, upendo wa Yesu hauzingatii hitima. It does not respect qualification. Jambo la tatu kuhusu upendo wa Yesu, nafuata hoja hii ya kwamba alama hii ya Mkristo ni kwamba ana upendo kwa ndugu zake. Upendo wa Yesu hauishi. Hii inafuatana na point hiyo ya pili
niliyosema kwamba haizingatii hitima. Jamani, huyu bwana Petro ni mwanafunzi wa Yesu, wanapendana na Yesu. Yesu amekaa naye muda mrefu. Petro na mambo mengi, Petro na makosa, ni mtu wa mwilini. Mara Yesu anakwenda kushikwa Gethsemane, Petro ashatoa panga, ashakata mtu sikio. Sasa anamwambia Bwana, hii si habari ya panga, regesha panga lako. Ni mtu ana hasira ya karibu, anampenda vile vile, ni mwanafunzi wake. Kuna wengine wenu hujiuliza, na pasa huyu umekaa naye muda mrefu, kwa nini tunajua tabia zake ni tabia zake ajabu ajabu? Kwa nini umekaa naye? Anamwambia Petro, wewe sikiza bwana, kabla jogoo kuwika mara 3, Petro wewe wanikana, utasema hunijui. Petro anamwambia Bwana, mpaka kifo, haiwezekani. Katika Luka 22 mstari wa 29 na 31, Yesu anamzungumzia kwa mapema, anamwambia Petro, 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 Simoni Petro, Shetani ametamani kukupepeta kama ngano. Nimekuombea imani yako isitindike, na utakapoimarika watie nguvu ndugu zako. Alijua na bado amempenda. Anajua huyu bwana atanikana, bado amempenda. Mwishowe bwana wetu ameshikwa, wanamdhulumu, wanamwonyesha hiana. Petro anamkana Bwana Yesu kwa njia mbaya zaidi. Unajua kuna uoga, alafu kuna ile kumkana mtu kumkana. Kasichana kadoka, mimi ati mimi na huyo na huyo mimi, tafadhali angalia vizuri, mimi na huyo, mimi na huyo. Bado katika ufufuo Yesu anamchukua Petro, anamwambia Petro, unanipenda? Naambia Bwana, nakupenda. Unanipenda Petro? Bwana, nakupenda sana. Unanipenda? Mara ya 3 Petro amekasirika. Bwana, wewe unajua mambo yote, na unajua roho za watu, na unajua nakupenda. Lisha kondoo zangu. Mtu alionyesha hana subira, lisha kondoo zangu. Mtu alionyesha madhaifu, lisha kondoo zangu. Mtu huyu ambaye ameonyesha ya kwamba anaweza akamkana, bado mapenzi ya Yesu hayajakatika kwa huyu bwana. Jana nimeongea na mzee mmoja usiku, karibu saa 7 usiku. Anaambia pastor na matatizo, my pastor gave up on me. Hiyo ndo lugha alitumia Kiingereza, gave up on me too quickly. Nilikuwa naona kama narudi, lakini he gave up on me. He gave up. We give up. Sometimes we give up kwa sababu gani? Tunahesabu makosa. Na si ni wanadamu. Ni kweli tunahesabu makosa, but we need to remember upendo wa Yesu, rasimu tulioitiwa, kigezo tulichoitiwa. Ndio akatuambia katika Wakorintho wa kwanza 13, naamini anasema hii ndio tabia ya upendo wa kweli, haihesabu makosa. Kijana huyu atakwambia tunavurugananga siku nyingi sana. Huyu siku nyingi tunavurugana, tukitoka hapo ni Mkristo, mimi ni Mkristo, tunasongana mbele. Ni kweli. Mkristo wa kweli ni yule ambaye anawapenda wapendwa. He loves the brethren. Okay, tuende haraka kidogo. Jambo hili la 7. Jambo la 7 ni yule anayetafuta kumtumikia Mungu akiwa hapa duniani. Alama hii ya 7 ya Mkristo ni mtu anayetafuta kumtumikia Mungu akiwa hapa duniani. Hii sentensi nimeitunga namna ile kwa makusudi.
ni sentensi yenye mimba ukipenda, ina watoto ndani yake, inataka ikazaliwe. Ni yule anayetafuta kumtumikia Mungu hapa duniani. Anatafuta, nitaeleza. Matendo ya Mitume 13:36. Matendo ya Mitume 13:36. Naye Daudi alipokwisha kutumikia malengo ya Mungu kwa kizazi chake, naye Daudi alipokwisha kuyatumikia malengo ya Mungu kwa kizazi chake, akaaga dunia, akakusanyika na mababu zake, akaondoka dunia hii. Daudi baada ya kumtumikia Mungu, kutumikia malengo ya Mungu hapa duniani, akaondoka. Hii ndiyo tabia ya Yesu. Wakati tunamsikia kwenye msalaba akisema Eloi Eloi lama sabachthani, jambo la mwisho alilosema ni kwamba sasa yote yamekwisha. It is finished. Kazi ile aliyonipatia, na alisema Yohana 6, Yohana 10, Yohana 17, Yesu alisema nimekuja kutenda mapenzi ya yeye aliyenituma. Yeye aliyenipeleka, nimekuja kufanya mapenzi yake. Sasa alipokuwa kwenye mti wa msalaba anasema imekwisha. Yote niliyotakiwa kuyafanya yamekwisha. Na maandiko anasema, akasema, Baba, sasa mikononi mwako na ikabidhi roho yangu. Into your hands I commit my spirit. Hii ndio utasoma kwa yule bwana aitwaye Petro. Petro anatumia lugha tofauti. Petro anasema sasa niko tayari kuondoka kwenye hekalu hili, kwenye hema hii. Ana maana kwamba yuko tayari kuaga dunia, kutoka. Paulo pia anazungumza kwa njia ile. Timotheo wa pili mlango wa 4 anasema mstari wa 7, nimekimbia mbio nzuri, nimepigana vita vizuri vya imani, nimeitunza imani. Mstari wa 8, sasa yaningoja karama ambayo Bwana ameniandalia, na si mimi peke yake, lakini wote waliongojea kufunuliwa kwake. Ameiandaa karama hiyo. Alafu anasema kwa Timotheo mwanangu, sasa niko tayari kumwagwa kama kinywaji cha thamani. Hiyo ni picha ingine ya kifo. Maandiko akisema kumwagwa kama kinywaji cha thamani, inazungumzia kifo. Kutoka kwenye hema hii inazungumzia kifo. Kupeana roho yako inazungumzia kifo. Paulo, Petro, Yesu, Daudi, wote walimtumikia Mungu katika kizazi chao. Sasa kumbuka, nimesema walitafuta kumtumikia Mungu. Hawakungojea siku ambayo Veronica, siku ambayo itafika waseme Veronica leo fanya hivi. Wanatafuta. Mkristo wa kweli ni yule ambaye anakataa kukaa kitako. Anakataa kukaa kitako. Amekataa kabisa. Yule Mkristo anasema hapana, mimi nataka nimtumikie Mungu. Nafasi iko wapi? Watu wameniuliza, Pastor, sasa kuna nini huko ambaye natakana tufanye kwenye mjengo? Nafasi anatafuta. Looking for an opportunity to serve God. Na nilikwambia siku ingine ya kwamba mali ya mbinguni tunaichuma tukiwa wapi? Taji za mbinguni tutazichumia hapa duniani. Nafasi nzuri twaichumia. Ndio maandiko yakasema kazi ya kila mtu itamfuata. Kazi ya kila mtu itamfuata. Your work will follow you. Unatamani kumtumikia Mungu. Sasa nitauliza swali ndani ya nyumba hii. Wewe unafanya nini kwenye ufalme wa Mungu? Ni nini unafanya? Manake moja wapo ya alama ya Mkristo ni yule ambaye anatafuta
kumtumikia Mungu angali hapa duniani. Hii ina maana, na hii ndio jambo la pili kwenye hiyo sentensi, anatafuta kumtumikia Mungu, manake muda alionao hapa ni mchache. Muda alionao hapa ni mchache. Kitabu kinasema, Yesu mwenyewe anasema, fanyeni kazi kungali mchana. Yesu huyu, fanyeni kazi kungali mchana, maana usiku unakuja ambako hakuna atakayeweza kufanya kazi. Mhubiri anaandika kwamba mtumikie Mungu wakati wa ujana wako, manake wakati unakuja utasema sina furaha navyo. Sina furaha navyo. Mama mwingine ananiambia, nilitaka kuja huko lakini pasta ni mbali, sina miguu ya kutembea. Tumikie Mungu wakati ungalipo. Wakati unakuja hautaweza. Inawezekana wakati huo utakuja ni kwa sababu ya uzee. Sote tunazeeka, nilikwambia tunakufa tungali tunaishi. We die as we live. Kuna wakati mtanishika mikono upande na upande, mkinipandisha hapa juu, na nitaongea mate ikianguka chini. Sijidanganyi, najua muda unakuja. I know it's coming. Na nimwambia wazee walio kando yangu, wakati ukifika muniambie. Manake wewe mwenyewe hujui. Wewe unafikiri bado uko vizuri. Sasa muniambie wakati imefika, pasta sasa wachana nayo. Okay. Mimi niliwahi kuona mhubiri kwetu bara anahubiri masaa 4. Amezeeka lakini hawamwambii. Sasa anahubiri mpaka anakaa, alafu anaanza kulala. Na alikuwa anahubiri. Niliona hiyo na macho hivi. Sasa mimi ikifika Elizabeth, muniambie tu, pastor, unaona ile siku ulikuwa unasema ndio hii. Unasahau sana. Lakini mimi nifika hapo utakuwa wapi? So Sami, muniambie maneno. Watakuwa we don't know. So inawezekana ni kuzorota kwa mwili, uzee, ugonjwa. Na ndugu wapenzi, naomba mnisikie. Kuna wakati mimi huacha mahubiri na nikapeana mawaidha, na hii ni miongoni mwa mawaidha ambayo napeana. Nimefuatilia maisha watu wengi wakubwa mno. Nimesoma zile wanaita biographies za watu wakubwa, watu waliotia alama duniani. Kuna kitu kimoja peke yake watu hawa wawe walikuwa ni mameneja, marais, sijui wahubiri, kuna kitu kimoja huwa kinawaunganisha wakati wa kifo. Wanafikiria nilieka makini kwa kile ambacho hakikufaa. You see, kitabu kinasema kwenye kitabu Biblia kwenye kitabu cha Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 14, Bwana Mungu amepanda umilele katika mioyo yao. It's a pregnant verse. Bwana amepanda umilele katika roho za wanadamu. Ndio maana hata ukapanda ngazi ukawa manager, ukawa rais Uhuru Kenyatta, ukapata sifa yote duniani, wakati wa mauti yote uliyoyafanya hayana maana, manake hayaingii umilele. Kuna bwana mmoja, nafikiri story nimewahi kuambia, kijana wake ni mhubiri sasa. Mzee huyu alipokuwa anafariki, kijana wake alikwenda kwenye kitanda cha mauti. Mzee akamwambia kijana, leo nataka nikwambie neno langu la mwisho alafu niage. Nake muda wangu umefika. Ziraili amenitambalia. Kijana akasonga kwenye mdomo wa baba yake, akaweka masikio, na maneno ya mwisho ambayo mzee alisema ni sasa najua maana ya maisha. Na akafa, hakuitaja. Miaka hii 88 nimeishi nikifikiri naelewa, sasa nimegundua maana ya maisha. You see, the more you live, unavyozidi kwenda karibu na kifo, umilele unakaribia. Suleimani mfalme anaandika kwenye kile kitabu chake cha Mhubiri. Soma kile kitabu, ni muhimu sana.
kitabu chote. Nami nikaondoka nikarudi chini ya uso wa jua, nikaona yote ni ubatili na ni kama kufukuzia upepo. Mwenye haki anakufa kama asiye haki, mwenye hekima kama mjinga, wote njia yao ni moja. Nikarudi nikaona chini ya jua yote ni ubatili na ni kama kufukuzia upepo. Nikatafuta raha kwa moyo wangu, nikanywa divai ya hali ya juu zaidi, yote hii haikunifaidisha. Nikarudi chini ya uso wa jua, nikaona yote ni ubatili na ni kama kufukuzia upepo. Alioa wanawake 1,000, nafikiri 300 wa halali na 700 wale wengine, kidha nitamridhisha moyo wake. Lakini kitabu kimesema Mungu amepanda umilele. Kinachoridhisha nafsi ya mwanadamu kikweli ni kitu kilicho na thamani ya milele, an eternal thing. Nilipokuwa na hii ni kwa wale vijana ambao ndio mnatafuta kazi, mnatafuta biashara, mnatafuta maisha, ni sawa. Nilikuwa nasema Mungu akinijalia nipate mshahara 1000 ngapi? 3,000. Na nilikuwa naipanga kwa kichwa yangu. Bado niko kwenye nyumba ya babangu Mombasa, nitapanga nyumba pale 500. Nitajikaza, nitakula mara moja kwa siku. Ilikuwa inaingia 3,000 napanga mpaka ingia. Nikaipata, haitoshi. Hii kifika 5,000. Kafika, haitoshi. Hii kifika 10,000. Hii kifika 20, 50, 100. Hazitoshi. Manake hakuna kinachojaza pengo la umilele isipokuwa kitu chenye thamani ya umilele. Mhubiri mmoja akasema ni kama Mungu alitengeneza shimo kubwa kwenye roho zetu ambayo ni yeye tu ana ukubwa wa kuweza kuijaza. Wanawake hawawezi wakaijaza, pesa haiwezi ikajaza. You see? Mhubiri 3:14 amepanda umilele katika roho zao. He has planted eternity in their hearts. Hasa Mkristo wa kweli ni yule ambaye anatamani na anatafuta kumtumikia Mungu. Kwa sababu gani? Hivi ndivyo vitakavyomfuata. Ndugu wapenzi, kuna nyimbo kwetu ya Wajaluo ilikuwa inaimba, inasema ya kwamba nachukua vitu vyangu naenda navyo mbinguni. Na vitu anavyosema sio mali. Manake ukweli ni kwamba hatuzikwi na mali. Hatuzikwi na mali. Nyumba kubwa nzuri sizikwi nayo. Gari kubwa nzuri sizikwi nayo. Manguo ya marembo haya watu wengine watavaa. Kama kwa Wajaluo nikifa, ndugu zangu wanakuja kwanza kabisa, suti zake ziko wapi? Ziko wapi? Na kama umeacha mwanamke bado ni mrembo kidogo, na huyu na ako vipi? But kuna vitu vinakwenda na mimi. Mbegu niliyopanda kwenye roho ya huyu mama inakwenda na mimi. That goes with me. Masaa yote niliyotumia nikihubiri, those ones come with me. Counseling niliyokuwa nayo usiku wa jana mpaka 8 ya usiku, that one comes with me. Inakuja. You see, every time I work for God, I'm investing. Asa jifunze kuwa na mtazamo wa umilele, an eternal perspective. Iko tabia Mungu anayo na ameidhihirisha katika Mathayo 6:33. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, alafu haya mengine mnayotaka mtazidishiwa. Lakini tafuteni kwanza ufalme. Vijana munisikize. Nao sasa shida ndio hii. Nilisema hapa napeana mawaidha. Kuna siku nimesema kwenye mtandao, sijui kama ilikuwa ni WhatsApp ama sijui ni Facebook, I don't know where. But nilisema pesa haiwezi kukupatia raha unayotafuta. Mwingine alinijibu kwa inbox akanambia, pastor, nyinyi mnasema hiyo kwa sababu tayari mnatembea na gari. Wacheni tufike hapo tuone wenyewe. Wachina walisema kitambo kile tugundue wazazi wetu walikuwa wanatuambia ukweli, watoto wetu walikuwa wanafikiri tunawaambia uongo. You see, this is ninazidi kwenda vile. Lakini principle nakwambia, wacha kuweka
maisha yako. Don't invest in your life kwa vitu visivyodumu. Kuna watu wametafuta mali wakapoteza jamii. It's true. It's true. Tafuta pesa, yuko nje. Bwana utamlaumu vipi? Yuang'ang'ana. Losing the family, losing the children. Kuna watu na bidii hapa ndani jamani, bidii tunayo. Bidii ni nzuri. Bidii ni nzuri. But you must chase after eternal things. Hakuna mtu, ndugu mpenzi nisikie, hakuna mtu ambaye katika kitanda cha mauti aliwahi kusema najuta sikutembeza V8. Hakuna mtu kwenye kitanda cha mauti akifa anasema najuta sikuishi kwa nyumba kubwa. Hakuna. Wakati wa mauti watu husema mambo haya: ningejua ningechukua muda mwingi zaidi na watoto wangu na mke wangu. That is something of eternal value. Ningejua ningepeana muda mwingi kwa ushirika, of value. Ningeregea nyuma, kama ningeregea nyuma. Juzi nimepeleka jamii nyumbani, Karen amekuwa na birthday. Nikaondoka na kwenda kununua vitu Kisumu nilete kwa site. Sasa what? Na hii gari nakunywa mafuta mbaya sana. Hii ni tabu. Sasa niko kwenye hiyo bargain. Nika birthday tu jamaa. Nani moja inaruka kwani? Tutafariki. Hatukufi. But navozidi kwenda, my mind is working. I'm thinking, Because kile nataka in my life, na naomba utake hii. Nitakapoondoka, nataka Karen nazungumze na mume wake. My father was like this. Wala nimerudi na keki. Happy birthday, 20 happy birthday. Nikaona kila mtu amefurahi. That's something of an eternal value. Leo marehemu babangu, man, I'm talking, naongea na wanaume. Wacha tafuta pesa ni sawa, that's good. Usiwe mzembe. But zaidi, build your family. Jenga jamii, build the family. Create memories. Mothers, create memories for your children. Babangu alikuwa na makosa mengi sana. Alikuwa ni mtu mtu gaidi yule. Yule alikuwa gaidi. But kuna vitu mzee wangu alifanya. If I sit now I remember them and I'm happy. Nafurahi. Very happy. In fact, kimoja alichofanya kizuri kinaweza finika 20 ambazo alifanya vibaya. This create memories. Una watoto wadogo, love them now. Love them now. Because nasema siku zote huduma ya kwanza kabisa ni huduma kwa Mungu, direct. Huduma ya pili ni huduma kwa jamii. Huduma ya tatu ni huduma kwa kanisa. Hii ni namba 3. Nimewaambia mara nyingi na msishike feelings. Kama nitaambiwa nichague kuwa pastor na kuwa mume wa Lydia, hii sitafikiria mara mbili. Hakutakuwa na kufikiria. Elizabeth, sorry, nitawacha. Bwana, mimi si pastor, mimi ni mkusukuma mkokoteni na mke wangu. This is just the way it is. Mtu akaniambia ni wakati sio wa kufikiria kuhusu family values, but the value of family. Stop thinking of family values. Wewe mtoto nyoroka, think about the value of that family. Sasa nimekuwa mshauri kwenye hii stage. Wacha niseme ile mwisho alafu tuache. Basi sasa lazima wakati mwingine tuseme haya mambo ili ndugu zetu wapate msaada. Jambo la 8 na la mwisho. Mkristo ni nani? Mkristo ni yule anayetazamia kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mkristo ni yule anayetazamia kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo.
He looks to the second coming. Anatarajia kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Wathesalonike wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 10. Wathesalonike wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 10. Mtume Paulo anasema kwamba tumegeuka kutoka kwa sanamu tukamgeukia Mungu mmoja wa kweli, na sasa tunatarajia kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Huyu ni Mkristo. Sasa tunatarajia kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tito mlango wa pili. Tito mlango wa pili mstari wa 13. Tito 2:13. Tito 2:13. Tukitarajia kufunuliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana na Mungu wetu Yesu Kristo. Ni Mkristo huyu, anatarajia kufunuliwa kwa Yesu. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa kwanza hadi wa 3. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa kwanza, mlango wa 3 mstari wa kwanza hadi wa 3. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:1 hadi 3. Anasema, wapendwa, sasa nyinyi ni watoto wa Mungu, ingawa haionekani kuwa vile sasa, lakini ndivyo ilivyo. Inasema atakapofunuliwa tutafunuliwa pamoja naye. Atakapofunuliwa tutafunuliwa pamoja naye. Ndo barua nzima ya Wakorintho wa kwanza 15. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 12. Mbona wengine wenu wanasema hakuna kufufuliwa kwa wafu, na Bwana Yesu alifufuliwa, malimbuko ya kwanza ya wale watakaofufuliwa pia. Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 13. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 13. Ndugu anasema, ndugu wa Thesalonike, sitaki muhuzunike kama watu wasio na matumaini. Maana ukweli ni huu, baragumu kubwa italia na sauti ya malaika mkuu, naye Bwana atashuka na malaika wake. Anasema Bwana atakuja. Alafu anasema ya kwamba sisi tulio hai kamwe hatutangulia waliofariki, lakini watafufuliwa kwa ile tarumbeta na baragumu ya malaika mkuu. Alafu sote tutakusanyika kuwa pamoja naye mawinguni. Ndivyo tutakavyokuwa naye milele na milele. 17 na 18. Ndivyo tutakavyokuwa naye milele na milele. Tunatarajia kufunuliwa kwa Yesu Kristo. Hasa namaliza kwa hoja hii ya 8, athari zake. Tuishi vipi? Kama tunatarajia kufunuliwa kwa Yesu, tuishi namna gani? Kwenye waraka wa Yohana wa kwanza 3 mstari wa 3, umeshaandika ile, maanake nilinukuu. Anasema kwa sababu utafunuliwa pamoja naye, walio na matumaini kama hii, mstari wa 3, wanajitakasa wawe wasafi jinsi yeye alivyo msafi. Tunataka tuishi vizuri. Tunataka tuishi sawia na mapenzi yake. Ndio kuitikia kwetu kwa habari hizi. Tuitike namna gani? Tuishi namna gani? Tutafute utakatifu, tutafute wema, tutafute kumpendeza Bwana. Lakini kuna jambo la pili pia. Watu wanaojua ya kwamba Yesu anarudi hawajengi rasilimali zao katika ulimwengu huu. Hasa hapa nitakwambia, injili ilipoingia, ile injili ya tukutendereza kutoka nchi ya Rwanda ikapitia hapa Uganda, ndipo ikaitwa tukutendereza abalokole, ikaja Kenya kupitia kwa huyu Mkikuyu anaitwa Bildad Kagia na wenzi wake. Injili hii tunayozungumzia ya Kipentekote ndio ya Kiprotestanti ile. Ilipoingia ilishika watu na habari hii ya kwamba Yesu anakuja. Na ndio habari uora na ubiri, ingawa ameipinda ndugu yule, ameipinda vibaya, lakini kwa ana kiwango cha ukweli.
Yesu anarudi. Ni kweli Yesu anarudi. Hasa ndugu wale walikuwa wanakataa kulala makwao. Ni makosa, walikosa kutafsiri vizuri, lakini walishika kauli nzuri kwamba Yesu anakuja. Sasa tukae kanisani, manake atakuja wakati wowote. Nakumbuka wakati ule Maremba Bangu walikuwa na mzee mmoja anaitwa Blasio Okingbara, walikuwa wanasema Mkristo asipande mti wa mwembe. Kwa sababu Yesu anakuja. Wewe unapanda mwembe, bado uko hapa. Unatarajia kukaa hapa miaka ngapi? Yesu anakuja anytime. Kuna upumbavu mle ndani, lakini kuna ukweli. Waliishi kwenye hiyo habari kwamba Yesu anakuja. Hatuwezi kwenda vile walienda wao. Ile ni makosa. Usijenge nyumba. Yesu atakuja, hujaweka mabati, wacha nyumba wewe. Lakini tusipoishi namna hiyo, lazima tuishi tukijua Bwana na sasa. Hii ina maana ya kwamba mawazo yangu yanafikiria nini? Ndugu wapenzi, ningesema tuinue mikono hapa, labda mikono mingi ingeenda juu. Wangapo wamefikiria habari ya mbinguni? Mbinguni. Hii wiki nzima umetafakari mbinguni. Usiinue mkono. Utafakari tu mbinguni. Sema mimi ni mgeni hapa. Mimi ni mgeni. Gari karibu ikugonge. Nini akuja kwa akili yako? Ukitaka kujua fikra ni mbaya, ilikuja kwa akili yako ni ile chakula uliacha. Jamani, leo hii kuku hii singe mali. Shetani ashindwe. Lakini kama hatari na kufika, na unasikia unasema leo ingewezekana ningekuwa na Yesu leo. We don't think like that, do we? Hatufikiri vile. Si because tumejenga matumaini yetu hapa, tukayaachia hapa. Wiki hii umefikiria kuhusu biashara, ukafikiria kuhusu kazi, ukafikiria kuhusu kila kitu, yet not about the kingdom of God and heaven. Mkristo ni nani? Ni yule anangojea kuja kwa Yesu Kristo. Kwa kuna wakati nilikwambia Mkristo, jina lingine la Mkristo ni yule anayengojea. Wale wamngojeao Bwana watafanya upya nguvu zao. Wale wamngojeao Bwana. Just wait on the Lord. So are you a Christian? Je, wewe ni Mkristo? Na kama ni Mkristo, ni Mkristo wa hulka gani? Wa sampuli gani? Wa kiwango gani? Mara kwa mara ni kazi ya waangalizi kama sisi kukukumbusha mambo haya na kukusaidia kutafakari habari kama hii. Manake maisha hayajulikani. We don't know. Tunaishi kwenye uvuli wa bonde la mauti. We are always in the shadow of death. It's true. It's true. Siku hizi nasikia watu wanafariki tu. I mean, I just hear people die. People just die. People just die. Mwisho wake umefika. Are you a Christian? Je, wewe ni Mkristo? Napenda mfano huo uliotoa watu fulani, ya kwamba uhusiano wetu na umilele, uhusiano wetu sisi na umilele ni kama file. Wadada hufanya kazi kwangu kupanga files, na ni files mingi wakati mwingine. Natoa hii unaweka huku, unachukua hii unaweka huku, unachukua hii. Uhusiano wetu na umilele ni hivyo.
Leo kuna files zinaitwa takwimu, zinatuambia kwamba leo peke yake, leo peke yake watu 1157 watu 1157 leo watafariki duniani. Leo kuna watu wanaripoti mbele ya kiti cha haki 1157. File zao zitafikiwa. Sijui kama hii ninayosema ndio ya mwisho, faili yangu imefika, sijui. Ndugu mmoja akasema tuishi katika kivuli cha umilele. We always living in the shadow of eternity. Anytime we are gone. Are you a Christian? Sisemi wewe ni mkamilifu. I'm not asking that. Manake hakuna mkamilifu. But are you a Christian? Na kama una mashaka kama wewe ni Mkristo, kama una mashaka, if you have doubt whether you're a Christian, wakati ni huu wa kuhakikisha. You need to confirm. Na una confirm vipi? Kwa kumlilia Bwana. Cry out to him. Bwana, sina hakika, I don't know, sijui. Yameandikwa kila liitaye jina la Bwana ataokolewa. Tumuombe Bwana.